Jukumu la Pakistan kama mpatanishi mkuu limerejea tena kwenye uangalizi baada ya Donald Trump kurefusha muda wa kusitisha mapigano na Iran, hatua inayopandisha hadhi ya Pakistan kimataifa, huku ikishughulikia changamoto zake za kiuchumi, nishati na usalama zinazotokana na ukosefu wa utulivu katika eneo hilo. Rais wa Marekani Donald Trump ameamua kurefusha muda wa kusitisha mapigano katika mgogoro unaoendelea kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Badala ya kutoa muda maalum kwa Iran kujibu, Washington imekubali kurefusha muda huo bila kikomo ili kutoa nafasi kwa mazungumzo kuendelea. Uamuzi huo umekuja kufuatia maombi ya moja kwa moja kutoka kwa viongozi wa Pakistan, akiwemo Waziri Mkuu Shehbaz Sharif na Mkuu wa Jeshi Field Marshal Asim Munir. Katika taarifa yake, Trump alisema kuwa Marekani imekubali ombi la Pakistan la kusitisha mashambulizi zaidi na kuongeza kuwa uamuzi huo utabaki pale pale hadi viongozi wa Iran watakapowasilisha pendekezo la pamoja la majadiliano kufikia tamati. Sharif alikiri kupokea uamuzi huo wa Marekani na kusema anatumaini kwa dhati kuwa pande zote mbili zitaendelea kuheshimu makubaliano hayo na kuweza kufikia makubaliano kamili ya amani wakati wa duru ya pili ya mazungumzo yaliyopangwa kufanyika mjini Islamabad kwa ajili ya kumaliza mgogoro huo kudumu. Aliongeza kuwa kwa niaba yake na kwa niaba ya Field Marshal Said Asim Munir, anamshukuru kwa dhati Rais Trump kwa kukubali ombi lao la kurefusha muda huo ili kuruhusu juhudi za kidiplomasia zinazoendelea kuchukua mkondo wake, na kusisitiza kuwa kwa imani waliopewa, Pakistan itaendelea na juhudi zake za dhati za kutafuta suluhu ya mazungumzo. Kurefushwa kwa muda huo kumekuja katika wakati mgumu ambapo mazungumzo zaidi mjini Islamabad yalionekana kuwa karibu kusambaratika. Pamoja na kurefushwa kwa muda huo, hali bado ni tete, huku Trump akiweka wazi kuwa ingawa mashambulizi ya kijeshi ya moja kwa moja yatasitishwa, kampeni pana dhidi ya Iran itaendelea. Kizuizi cha jeshi la majini la Marekani dhidi ya njia za biashara za baharini za Iran bado kiko pale pale, hatua ambayo Teheran imekuwa ikilaani mara kwa mara kama kitendo cha kivita. Hakukuwa na majibu ya haraka kutoka kwa maafisa wakuu wa Iran, lakini ishara za awali kutoka Teheran zilionyesha kutoiamini Washington. Shirika la habari la Tasnim ambalo linafungamana na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu liliripoti kuwa Iran haikuomba kurefushwa kwa muda wowote na kukariri vitisho vya kuvunja kizuizi hicho ikiwa itabidi. Mshauri na mpatanishi mkuu wa Iran, spika wa bunge Mohammad Bagher Ghalibaf, alidokeza kuwa hatua hiyo ya Marekani inaweza kuwa mbinu ya kimkakati badala ya kuwa hatua ya dhati kuelekea amani. Mazungumzo ya awali tayari yalikuwa yamepata ugumu wa kuleta matokeo, ambapo duru ya kwanza mjini Islamabad ilimalizika bila makubaliano, huku kutokuelewana kukijikita kwenye akiba ya Iran ya madini ya uranium yaliyorutubishwa kwa kiwango cha juu. Marekani imesisitiza kuondolewa kwa nyenzo hizo nchini Iran ili kuzuia uwezekano wa kutengeneza silaha, wakati Teheran ikishikilia kuwa mpango wake wa nyuklia ni kwa ajili ya matumizi ya kiraia pekee na ni haki yake chini ya mkataba wa kuzuia usambazaji wa silaha za nyuklia. Ushiriki wa Pakistan katika mchakato wa upatanishi umekita mizizi katika udhaifu wake wa ndani na mazingira ya kijiografia. Uchumi wa nchi hiyo uko hatarini sana kutokana na mabadiliko katika masoko ya nishati duniani, hasa yale yanayohusiana na mlango bahari wa Hormuz, ambao ni njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta, ambapo usumbufu wowote una athari za moja kwa moja kwenye gharama za uagizaji bidhaa, mfumuko wa bei na utulivu wa sarafu ya Pakistan. Ripoti ya taasisi ya uchumi wa maendeleo ya Pakistan ilibainisha uzito wa hatari hizo, ikisema kuwa kupanda kwa bei ya mafuta kunaongeza gharama za uagizaji, kuchochea mfumuko wa bei na kushusha thamani ya sarafu, jambo ambalo linapunguza kasi ya shughuli za kiuchumi. Ilibainisha kuwa ukosefu wa utulivu wa muda mrefu unaweza kupandisha gharama za viwanda na kudhoofisha imani ya kibiashara, huku ukiongeza nakisi ya biashara na kutatiza upatikanaji wa fedha kutoka nje. Changamoto hizi ni kubwa zaidi ikizingatiwa ahadi za Pakistan chini ya mpango wa shirika la fedha la kimataifa IMF, ambao unaitaka nchi hiyo kudumisha akiba ya kutosha ya fedha za kigeni, huku kuongezeka kwa matumizi ya nishati kukidhoofisha malengo hayo na kuilazimu serikali kuchukua hatua za kubana matumizi. Mgogoro unaoendelea tayari umeanza kusababisha hatua hizo, ikiwa ni pamoja na kupunguza siku za kazi kwa wafanyakazi wa serikali na kufungwa kwa shule kwa muda kwa lengo la kuhifadhi nishati.
Kwa kuwa inashirikiana mpaka wa takriban kilomita 900 na Iran, Pakistan pia inakabiliwa na athari za moja kwa moja za kiusalama, hasa katika jimbo la Balochistan ambalo limeathiriwa kwa muda mrefu na uasi na harakati za wanamgambo wanaovuka mpaka, ambapo mgogoro wa muda mrefu unaweza kuzidisha changamoto hizi. Masuala ya ndani pia yanachangia, kwani idadi ya watu nchini Pakistan inajumuisha idadi kubwa ya waumini wa madhehebu ya Shia inayokadiriwa kuwa kati ya 10% na 25%. Ingawa mivutano ya kimadhehebu imekuwa ikidhibitiwa katika miaka ya hivi karibuni, matukio nchini Iran kihistoria yamekuwa yakichochea hali ya ndani ya Pakistan, ambapo mgogoro wa sasa tayari umeshuhudia maandamano yanayohusiana na matukio ya Iran. Nchi hiyo inadumisha uhusiano na Marekani, China, Iran na mataifa muhimu ya Ghuba kama vile Saudi Arabia, ambapo kila upande una maslahi tofauti na wakati mwingine yanayokinzana katika eneo hilo. Wachambuzi wameelezea mbinu ya Islamabad kama inayochochewa na ulazima badala ya tamaa ya madaraka. Muundo wa madaraka wa ndani nchini Pakistan pia umechochea mbinu yake, ambapo Sharif ameongoza ushirikiano na wadau wa kikanda, huku Munir akishika jukumu kuu katika mawasiliano na Washington, jambo linaloakisi mfumo wa uongozi ambapo viongozi wa kijeshi na kiraia wanashirikiana katika masuala ya sera za kigeni. Uhusiano wa Munir na Trump umetajwa kama sababu kuu katika ushawishi wa kidiplomasia wa Pakistan, ambapo mikutano ya ngazi ya juu mjini Washington imeimarisha njia hiyo, ikirejea mfumo wa muda mrefu ambapo uhusiano wa kijeshi mara nyingi unakamilisha au hata kuchukua nafasi ya diplomasia ya kiraia. Nafasi ya kihistoria ya Pakistan pia imeiwezesha nchi hiyo kuwa mpatanishi kutokana na uhusiano wake wa muda mrefu na Washington na Teheran, pamoja na jukumu lake la kuwakilisha maslahi ya Iran nchini Marekani tangu mapinduzi ya mwaka 1979, jambo lililojenga msingi wa kuaminika. Katika miaka ya hivi karibuni, Pakistan imekuwa ikihusishwa na ukosefu wa utulivu wa kiuchumi na masuala ya usalama, huku ikituhumiwa kuwezesha ugaidi wa mipakani kuelekea India, ambapo mwaka 2022, Rais wa Marekani wa wakati huo Joe Biden aliitaja nchi hiyo kuwa moja ya mataifa hatari zaidi yenye silaha za nyuklia bila mshikamano. Kuongezeka kwa hadhi ya kidiplomasia kunaweza kuimarisha upatikanaji wa msaada wa kifedha wa kimataifa kwa Pakistan na kuongeza imani ya wawekezaji. Nchi hiyo inatumaini kuwa jukumu lake katika kuwezesha mazungumzo litatafsiriwa kuwa faida za kiuchumi, ikiwa ni pamoja na uwekezaji mkubwa wa kigeni na ushirikiano uliopanuliwa na mataifa makubwa. Tayari kuna ishara za ushirikiano huo, hasa na Marekani katika sekta kama vile madini muhimu na fedha za kidijitali, ambapo kutambuliwa na wadau wengine wa kimataifa kunaweza kuimarisha nafasi ya Pakistan kama nguvu ya kikanda. Aidha, mafanikio katika upatanishi yanaweza kuisaidia Pakistan kudhibiti uhusiano wake tata na India kwa kujiweka kama mshiriki anayewajibika kimataifa, ingawa wachambuzi bado wanashaka juu ya athari za muda mrefu katika uhusiano kati ya India na Pakistan. Wakati duru ya pili ya mazungumzo mjini Islamabad ikikaribia, ulimwengu utakuwa ukitazama kuona kama mchezo huu wa kidiplomasia wa Pakistan utazaa matunda, kwani hatari ni kubwa si tu kwa eneo hilo bali kwa utulivu na ustawi wa Pakistani yenyewe. Abdul Nasir Mwita, Rubaza Kimataifa.